Thank you once again Asante mara tena for giving me another opportunity to share the word of God. kwa kunipa fursa nyingine kuweza kushiriki neno la Mungu. It is always an honor to come here. Ni heshima kila wakati kuja mahali hapa. Hallelujah. Hallelujah. You know, we are living in a very serious time. So how many minutes do you have? Like 30 minutes? Okay. We are living in a very dangerous and serious hour. Tunaishi katika wakati ambao ni hatari na ambao wa kumaanisha sana. Today the world receives a very bad news. Katika ulimwengu wetu tunaona kila wakati habari ambazo ni mbaya. Because the coronavirus has been declared as pandemic. Sababu coronavirus imetangazwa kama janga kubwa. Which makes it a greatest threat to human existence. Ambayo inakuwa ni shida kubwa katika kuishi kwa mwanadamu. The church has to do something about it. Na kanisa lazima tufanye kitu kuhusu jambo hili. We must pray. Lazima tuombe. We must not rely on medical science. Sio wakati wa kuangalia wauguzi ama wale ambao wanatabiri kuhusu mambo ya ugonjwa. Because it was 2019 somewhere late December that this sickness was discovered. Ilikuwa ni 2019 pale mwishoni wa Disemba ambapo hii ugonjwa iliweza kutangazwa. We are in the 10th month of the year. Tuko katika mwezi wa 3. Almost 4,000 people have died. Tuko katika kota ya mwaka na watu maelfu wamekufa. As I'm talking to you now, over 117,000 people globally have been affected by this. 1,600,000 wamekufa ulimwenguni wote. We don't have to watch it and leave it for medical science. Sio lazima tuiangalie na tuachie ambao wana hekima na ujuzi. We Christians, we must pray. Sisi wa Kristo lazima tuombe. But the Bible says, if my people Biblia inasema kama watu wangu by my name, ambao wameitwa na jina langu humble themselves watajinyenyekesha and turn from their wicked ways na wageuke kutoka kwa njia zao ovu and seek my face, na waweze kutafuta uso wangu, I'll hear their prayer, nitasikia maombi yao, I'll come down from heaven, na nitakuja toka mbinguni and I'll heal their lands. na nitaponya nchi yao. So that is so clear. Kwa hivyo hiyo iko wazi sana. It is time to pray. Ni wakati wetu wa kuomba. No, we cannot just watch this thing taking over the world. Sio wakati tuangalie hili jambo likiweza kumaliza ulimwengu. Now when you are traveling is a problem. Ukiweza kusafiri ni shida. When you are sitting in a plane is a problem. Ukikaa kwa ndege ni shida. I watch many photos on many airlines going to America, going to Asia. An airline that can take 300 people, you see only 20 people in the plane. It's fully empty. Nimekuwa nikiangalia ndege ambazo zinafaa kujaa watu 300 na zaidi. Inakuwa na watu 20 peke yake, kuna shida. It's a very dangerous season. Ni wakati ambao una shida kubwa. The church has to pray. Kanisa lazima tuombe. I want to share with you the word of God in a few minutes, like 20 minutes. Nataka kushiriki neno la Mungu kama dakika 20 peke yake. Go with me to the book of Exodus. Enda nami katika kitabu cha Kutoka. Exodus, the book of Exodus. Katika kitabu cha Kutoka. Yes, Exodus is written, it's among the books of Moses. Ni miongoni mwa vitabu. Exodus chapter 3. Kutoka 3. Reading from the verse number. Kuanzia mstari wake wa kwanza. Verse number 7. Kuanzia mstari wa 7. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people. Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu who are in Egypt, walioko Misri, and I have heard their cry nami nimesikia kilio chao because of their taskmasters. Kwa sababu wasimamizi wao. For I know their soul. Maana nayajua maumivu yao. This afternoon I want to talk on a topic which is, I believe it will bless your life. Adhuria leo nataka kuongea kuhusu ujumbe ambao utabariki maisha yako. Prepare for a divine visitation. Kuweza kujiandaa kwa kutembelewa kwako kwa kiungu. Prepare for a divine visitation. Kuweza kujiandaa kwa kutembelewa kwako kwa kiungu. You know, there comes a time in each and one of us in our life. Inafika wakati wa kila mmoja wetu maishani where we have encounter with divinity. Mahali ambapo tunaweza kukutana na Mungu. Human being is a tripartite being. Unajua mwanadamu ni mtu ambaye ameumbwa kiungu. We are a body. Sisi ni mwili. That has a spirit. Ambaye ako na roho. And that has a soul. Na ako na nafsi. So there is a body in us. Kwa hivyo kuna mwili
kuna roho ndani yetu, and there is a soul. na pia kuna nafsi ndani yetu. But between the body and the soul and the spirit, lakini katikati ya mwili na roho na nafsi, there is always a battle. daima kuna kuwa na vita. But Jesus made it clear, lakini Yesu akaweka wazi that the flesh profit nothing. ya kwamba mwili hauna faida yoyote. It is the spirit that giveth life. Ni roho ndio ambayo inapeana uzima. The Bible says that the people of Israel were in bondage for over 400 years. Biblia inasema wana wa Israeli wakawa wameshikwa mateka miaka 400. But these people were not sensitive enough, lakini hao watu hawakuwa waangalifu ya kutosha to understand the timing of the deliverance. kuweza kuelewa wakati wao wa ukombozi. Sometimes we'll be so close to your miracle. Wakati mwingine unaweza kuwa umekaribia sana muujiza wako, The biggest miracle or breakthrough in life. muujiza wako au upenyo wako mkuu wa maisha, But because of lack of adequate preparation, lakini kwa sababu ya kukosa kuwa na uangalifu wa kiungu you will miss it. unaikosa. Like the story of John chapter 5. Kama ile historia ya Yohana sura ya 5. This man has spent his whole life in Bethesda. Huyo mtu ameweza kutumia wakati wote katika Bethesda. He was believing in a day where he will be able to walk, Alikuwa ameamini kwamba atatembea, enter the pool, ataweza kuingia katika kisima and get a healing. na apate uponyaji, But the man was not prepared for healing. lakini hakuwa amejiandaa kwa uponyaji. He was not prepared for healing. Hakuwa amejiandaa kwa uponyaji. Why? Kwa nini? Because he was used to the old tradition. Sababu alikuwa amezoea zile mila za kitambo. You know, sometimes we believe this is the way it has to be done. Wakati mwingine tunaamini kwamba inafaa kufanya hivi na sio njia nyingine, But there is always a way lakini daima kuna njia when you prepare yourself ambapo unajiandaa to correspond kuweza kukumbatiana, to your divine visitation. kukutana na kutembelewa kwako kwa kiungu. These people were there, Wale watu walikuwa they were pale, in bondage, walikuwa mateka, crying unto God walikuwa wanamlilia Mungu because of the oppression from their tax masters. sababu ya mateso ya ambao walikuwa wanachukua ushuru kwao. But God brought a deliverer. Lakini Mungu akaleta mkombozi It was called Moses. aliyeitwa Musa, And these people never believed him. lakini hao watu hawakumwamini, They will fight him, wakampiga, they will argue with him. wakateteshana na yeye. The greatest problem of leadership Najua ile shida kubwa ya uongozi is to have people under you ni who kule does not believe you. kuwa na watu walio chini yako ambao hawakuamini. People are working with you, Watu wanatembea na wewe, wanafanya kazi na wewe, but they don't believe you. lakini hawana imani na wewe. Whatever you say, they will oppose it. Chochote unasema wanapinga. That was the greatest challenge of Moses. Hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa ya Musa. In fact, the mistake he committed Shida, makosa ambayo alifanya that made him to forfeit the promised land ambayo ilimfanya asifikie ile nchi ya ahadi, was as a result of the pressure from the people. ilikuwa matokeo yake ilikuwa kupitia ile changamoto alipitia kutoka kwa God waliongoza. said, spread the rock on the rock, Mungu anasema kwamba gonga jiwe la mti and water will come. na maji yatatoka. And these people started. Wale watu wakaanza, Why are you starving us? kwa nini unatufanya tukae njaa? We think we should have been in Egypt. Tungalikuwa Misri. Egypt was no better. Misri kulikuwa bora Did zaidi. you bring us here to kill us? Ulituleta hapa tufe. All this pressure Hizi shida zote forced the old man ikafanya huyu mzee to strike the rock. aweze kugonga lile jiwe, By the time they realized, na wakati alipoikumbuka God has become so angry of him. Mungu tayari alikuwa amemkasirikia. It is my prayer today Ni ombi langu siku ya leo that you prepare kwamba tujiandae, yourself ujiandae for God to visit you. ili Mungu akutembelee. I said the other day, that was last week, Nikasema wiki jana that God will never do anything on this earth kwamba Mungu hatawahi fanya kitu katika ulimwengu huu without the involvement of man. bila kwanza kumuunganisha mtu pale. The legal right of operation on this earth was given to man. Ile haki ya kufanya kazi hapa duniani ilipewa mwanadamu. It is man that has the right to operate on this earth. Ni mtu aliyepewa mamlaka ya kuweza kutenda kazi hapa ulimwenguni. Now, because you step on this land of Kenya, Mungu akija katika nchi hii ya Kenya, step even with his one foot, kukanyaga tu
nyingi. God will bring you a deliverer. Mungu atakuletea mkombozi. God will bring you a helper. Mungu atakuletea msaidizi. And your inability Na ile kutokuwa na uwezo ya kutambua ila mtu will cause you to miss your divine visitation. itakufanya ukose kutembelewa kwako kwa kiungu. It is my prayer today Ni ombi langu siku ya leo that you will not become a victim kwamba hautakuwa mwadhiliwa where you are going to miss your hour of visitation. ama ukose misaa yako na kutembelewa. Because God, Maana Mungu, I'm looking for my phone for time. natafuta simu yangu. Maybe I left it in the car. Okay, no problem. God Mungu will always daima find a way atapata njia to use someone ya kutumia mtu to bless you. kwenda kukubariki. Look at it in the Bible. Angalia katika Biblia, When Abraham wakati Abrahamu was in the heat of the day, alikuwa katika wakati wake, the old man was relaxing. huyo mtu alikuwa kama ametulia tu. Then comes 3 human beings. Inakuja watu watatu, They were not looking like angels. hawakuwa wanakaa kama malaika, No wings at their back. hawakuwa na mabawa, They look exactly as ordinary human beings. walikaa tu kama wanadamu wa kawaida. Abraham was very sensitive enough. Lakini Abrahamu alikuwa mwangalifu sana. Listen to me. What this modern day church needs Ile kanisa ya leo ya sasa inahitaji is a spirit of sensitivity. ndio ambao ni wakuwa na umakini, For you to be sensitive ili uwe na umakini, towards your hour of visitation. ili usipoteze lisaa lako la This man kutembelewa. saw these 3 people. Huyo mtu akaona hao watu watatu, And the moment he saw them, na wakati alipowaona he realized that these are not ordinary men. akatambua hao watu sio wa kawaida. These are men on assignment. Hawa ni watu walio kwa kazi fulani. What can I do Nitafanya nini to get my portion? niweze kupata sehemu But yangu? they were not sent to Abraham. Hawakuwa wametumwa kwa These Abrahamu, men were sent to Sodom and Gomorrah. walikuwa wametumwa kwa Sodoma na Gomora. And when you are a prophetic person, Lakini wakati wewe unakuwa mtu wa nabii, understand your hour of visitation. ukielewa risaa lako la kutembelewa, You will never give any chance hautapoteza wakati wowote. to pass by you. Utapoteza wakati utaumi I kupita. said, he called them in, Akawaita, he washes their feet and their hands, akaosha miguu yao na mikono yao, gave them food to eat. akawapea chakula wale. And after they are preaching, Na baada ya wao kula, asked the old man, wakauliza yule mzee, where is your wife? mke wako yuko Oh, wapi? my wife. Akasema mke In wangu. the tent. Akasema ndo pale, ako kwa hema. And he said, we will come Akasema kucha, this same year. mwaka ujao katika Your huu, wife mke wako will conceive atatunga mimba and will give birth. na atazaa. And Sarah heard it. Na Sara The akasikia, woman was not prepared for that vision. sababu yule mwanamke hakuwa amejiandaa. Listen to me. Nisikize. You will be prepared enough. Kwa wakati umejiandaa, Blessing is ready to come to you. baraka zako zitakapokufikia You will be prepared enough. na ukawa umejitayarisha, God is about to visit you. wakati Mungu yuko tayari kukutembelea Prepared enough na ukawa umejitayarisha ya when your kutosha, life is about to turn around. wakati maisha yako yanapata mageuzi. Lack of preparation Kukosa kujiandaa give you inadequacy. itakupatia kutofikia. You always become inadequate Daima utakuwa kama hufikii, because you have not prepared yourself. sababu hautajiandaa. Hallelujah. Haleluya! Jesus, Yesu before he launched into ministry, kabla hajaingia katika huduma, he has to go to the mountains and pray lazima aende katika mlima aombe for 40 days kwa siku 40 and 40 nights. na usiku wa And 40. even apart from that, Na hata kando na hiyo, from the age of 12 toka katika akiwa miaka to 12 the age of 30, mpaka miaka 30, where was Jesus? Yesu alikuwa wapi? Where was he? Alikuwa wapi? The Bible did not give any reference about him. Biblia hata ikuelezea kumhusu. During that period, Kwa wakati ule the man was preparing himself. alikuwa anajiandaa. For 3.5 years ministry, Kwa miaka 3.5 huduma, it took him many years to prepare. ili kugharimu wakati mkubwa kujiandaa. How do we are today? Vile ambavyo tunahukumu siku When you ya are a leo, prayer tower member, a prayer tower member, hata tunakuwa tunasoma maombi and you dream, na unaomba and the Lord has, na unapata habari, hey, I am anointed. nimepakwa. The message you are a pastor. Na wengine unasema wewe ni The mchungaji, message you are an apostle. siku inayofuata wewe ni So we mtume. realize Kabla hatujajua I'm taking some members of the church somewhere, umechukua washirika wa
started the fellowship. Na unaanza kanisa lako. Before you realize, kabla hatujaelewa, you are gone. umeenda. Lack of preparation Kukosa kujiandaa always expose you daima itaanza kukuweka to unexpected problems. kuweza kukuweka kwa shida ambazo haukutarajia. Problems you cannot avert it. Shida ambazo hauwezi kutoa kwazo. How sad it is. Ni ya huruma na gani. Waited for 400 years. Kuweza kungoja miaka 40. And your deliverer comes. Wakati mkombozi wako anakuja. He said, no. Anasema hapana. It is not you. Sio yeye. You are not the one. Wewe si wewe. Listen to me. Nisikize. Even John the Baptist, Hata Yohana Mbatizaji, the man who introduced Jesus, mtu ambaye alimtanguliza Yesu, who said, behold the Lamb of God, aliyesema away the sin of the Lord. anaondoa dhambi za ulimwengu. At the time, Na wakati he sent people, anatuma watu, go and ask them out. enda uliza ule mtu, Is he the Messiah? je, yeye ni Mesaya They are still expecting another one. ama tukungoja mwingine? Does it make sense? Je, hiyo inaleta mawazo But the one who said, wewe ndio ulisema the Son of ni God, mwana wa Mungu take away the sin of the world. anayetoa dhambi za ulimwengu. Listen to me today. Nisikiza siku ya leo Before you, especially with the issue of marriage, kuhusu na mambo hasa ya ndoa. statistically, most Christian marriages are falling apart. Imeweza kuangaliwa kwamba ndoa nyingi zimeweza kuvunjika. In Ghana, if you go to court Ghana ukienda kotini, and then you ask, alafu uulize how many marriages ni ndoa ngapi were divorced this year? ambazo zimepeana talaka mwaka They huu, will tell you 200 marriages were collapsed or divorced. labda watakwambia kama 200. How many of them were Christians? Wangapi walikuwa Wakristo? Before you realize, Kama utajua 70% of them were Christian marriages. utakuta 70% ni za Wakristo. Unajiuliza kwa nini? Because of lack of preparation. Sababu ya kukosa kujiandaa. Preparation. Kujiandaa. You don't prepare. Haujiandaa. Esther was to spend just a night with the king. Just a night. Esa aliweza kukaa tu siku moja na mfalme. But the woman prepared Lakini mwanamke akaanza kujiandaa one whole year. kwa mwaka mmoja. Read the scripture. He said, Soma maandiko. one whole year. Mwaka mmoja. Nowadays you meet a lady. Siku ya leo Oh, nakutana before 1 month you start the pressure. I want to get married. I want you to marry. I want you to take me to my parents. anakutana na wanaume anasema nataka unipeleke kwa wazazi wangu. And without proper counseling, Na pia bila hata kushauriwa the vizuri. wedding is off. Ndoa inatangazwa. When problem begin to hit you, Shida wakati ambapo zitawapata. pack your bags and baggage Unachukua nguo zako and walk away from the marriage. na unatoka kwa ile ndoa. Maybe Bishop and Mama, Labda askofu na mama, I'm not sure, but maybe you've been married for more than 30 years. labda wamekaa zaidi ya miaka 30. Ask them. Waulize wanaume kila wakati ni mzuri. Sometimes it is not all good. Sio kila wakati ambapo ni Now, mzuri. because of enough preparation, Lakini sababu kwa kujiandaa vizuri, you are able to stand in the storms of life. unaweza kukaa katika dhoruba za maisha. If you don't prepare, Kama hujiandai, anything that hits you, kila kitu kinachokuja kinawagonga. you will not be able to stand it. Hautaweza kuweza kuidhibiti. It is my prayer Ni ombi langu that in this end time, katika siku hizi za mwisho, where there are many problems coming upon the world, wakati kuna shida nyingi katika ulimwengu, you will prepare yourself enough utajiandaa vilivyo to get divine preservation. kuweza kuwa na uhifadhi wa In kiungu, order for God to visit you, ili Mungu akutembelee. you must understand your timing, Lazima uelewe wakati wako your divine time. na majira yako. Time is very important. Wakati ni wa maana sana. Time never waits for anybody. Wakati masaa yangoje mtu yeyote. Time is always on the run. Masaa daima yanakimbia. Depends on how you use it. Inalingana na vile utatumia. That makes it useful Inaifanya kuwa ya maana or useful to you. ama ikose kuwa ya maana kwako. Are you prepared Je, umejiandaa for that time? kwa wakati ule? Now say, my people Inasema watu are destroyed wanaangamia for lack of knowledge. kwa kukosa kujua. Because you have rejected knowledge, Sababu umepoteza I kujua, reject you nitawahukumu for being a priest. kwa kuwa makuhani. Because you have rejected knowledge, Sababu umehepa hekima, I have rejected you. nimewakana. Nisikize, Because of lack of knowledge,
sababu ya kukosa hekima, people are destroyed. watu wanaangamia. Listen to me. Nisikize. What is knowledge? Hekima ni nini? Knowledge is the ability Ni ule uwezo to apply information wa kuweza kutumia habari in the rightful manner. kwa njia inayofaa. Knowledge is information you have received. Hekima ni habari ambayo umepokea, But how do you apply those information? lakini vile unavyoifanyisha kazi. Let's say you know how to bake a bread. Watatusema unajua kuunda mkate, You got the knowledge uko na ule ujuzi to bake a bread. kwa kutengeneza mkate, But you don't bake a bread overnight. lakini haundi mkate kwa wakati tu haraka. You must know the quantity Lazima ujue kipimo of sugar, ya unga wa sukari, ya unga, whatever thing you need chochote kile unahitaji to put together kuweza kuweka pamoja, to get a quality bread. kuweza kupata mkate ambao ni mzuri. When you are investing in life so much, Wakati ambapo kuna haraka za maisha sana, you will end up making so many mistakes. unaenda kufanya makosa ambayo ni mengi sana. This afternoon, may God help us. Tuelewe na Mungu atusaidie. And may God bless us Na Mungu atubariki to understand our hour of visitation. kuelewa risaa letu la kutembelewa na Mungu. Bible talks of a woman in the book of Mark chapter 5. Inasema kuhusu mwanamke katika Marko 5. Mark chapter 5. Marko 5. There was a woman Kulikuwa na mwanamke ambaye alielewa that her time kwamba wakati wake and hour na risaa lake has come limefika. for God to deliver her. Mungu amkomboe. Mark chapter 5 verse 25. Marko 5:25. Bible said this woman has been roaming about Inasema mwanamke ambaye mama alikuwa anatembea looking for healing from many strange sources. akitafuta uponyaji kila mahali, Meeting doctors, akikutana na madaktari, professors, akikutana na maprofesa, even people that call themselves all kinds of titles. watu ambao wanajiita majina yote ya hali ya juu. Bible said the woman has sold every property she has Biblia inasema alikuwa ameuza mali yake yote for healing. atafuta uponyaji, It never happened. lakini hakupata. But he understood in his spirit Lakini akaelewa ndani ya moyo wake that her time was up kwamba wakati umefika for God to visit you. Mungu amtembelee. And like I told you, Kama vile niliwaambia, sometimes there are people that God will use to visit you. wakati mwingine Mungu anatumia watu fulani wa kutembelee. My father, Bishop Frank Fosopia, he said something. He said, Baba yako baba vile kile huwa anasema, the packet to your breakthrough kile kifurushi cha upendo wako does not look good for you whenever you see it. hakikai kizuri sana ukikiangalia. I want to take it again for you. Nataka kutengeneza tena kwako. Your breakthrough Upendo wako will always come in a package daima utakuja katika kifurushi you will never believe. ambacho hautaamini. That is it. Hiyo Or let's ndio. say you are sick on bed Labda tuseme uko mgonjwa and kitandani you are ready to dream. na unatarajia What kuota, a dream! na ile ndoto God send an angel Mungu atume malaika to operate you. aweze kukufanyia You upasuaji see everything going on. na uone kila kitu kikitendeka. Wake up Ukiamka and you are healed. uwe umepona. Oh, but it does not come that way. Haiji namna hiyo. God will bring somebody Mungu ataleta mtu that might not even look like he has a healing for you. yule mtu hata akai kama kuna uponyaji wako, Come to your life, atakuja kwa maisha yako, speak into your life, atanenea maisha yako and there will be a turning around. na kutakuwa na mageuzi katika The maisha yako. people of Israel, Wana wa when Israeli they saw Moses, walipomwona Musa they never believed he was the deliverer. hawakuamini kwamba yeye ni mkombozi. Even Jesus himself, Hata Yesu mwenyewe, the Jews were not prepared Wayahudi hawakuwa wamejitayarisha to accept him as a Messiah. kumkubali kama Masiha. There were many doubting Thomas Kulikuwa na watu ambao wengi hawakumwamini, who were asking so many questions. ambao walikuwa wanauliza There maswali. are these things you need Kuna mambo ambayo unahitaji to understand your time. kuelewa wakati wako. Number one, Ya kwanza, operate by faith, not by sight. kuweza kufanya kazi kwa imani, sio kwa kile ambacho unaona. To understand your divine visitation, Kuelewa kutembelea kwako kwa kiungu, you must always operate by faith, lazima daima utende kazi na imani, not by sight. sio kwa kile ambacho Sight means you are moved by what you see. inamaanisha kuona, inamaanisha kutembea na kile ambacho unaona. Faith, Na imani you don't have to see it. sio lazima uone. The Bible defines faith as the evidence of things not seen. Biblia inaweza
lazima nione niondoa kabla niamini. I want to travel. Nataka kusafiri. You don't want to see me travel before I believe it. Unataka kusafiri kabla sijaona. Many years ago, Unakasema miaka mingi iliyopita. I was just a member of a church. Nilikuwa mshirika wa kanisani. I used to follow people to fellowship and prayer meetings. Nilikuwa nafuata watu kwa mikutano ya maombi. Sometimes the prophet will stop and prophesy to me. Na nabii amesimama na kunitabiria. Say God will use you. Mungu atakutumia. So mighty. Kwa njia kubwa. You will travel. Utasafiri. Never believe it. Sikuamini. My first invitation. Kukaribishwa kwangu kwa kwanza. Travel outside Ghana. Kuenda kutoka nchi ya Ghana. Was in 2010. Ilikuwa 2010. It was a country which is just a strong stone away, just near us. Ilikuwa ni nchi ambayo iko karibu sana na sisi. Cote d'Ivoire. It's like Kenya and you're going to Uganda. Ni kama Kenya na uende Uganda. I got an invitation. Nikapata kukaribishwa. I said, Akasema, I don't know the pastor. mchungaji. That time internet was not so strong, Facebook was not so strong. There's no way you can learn anything about the pastor. Internet net vitu zingine hazikuwa zinajulikana vizuri. Kuna vile ningeweza kujua vizuri na mchungaji ama kujazia kama mchungaji. It's a French country. Ni nchi ambayo ni ya Wafaransa. Remember, Ghana is English. Kumbuka Ghana ni Kizungu. How am I going to overcome the language barrier? Nitawezaje kushinda ile kujua ile lugha? But I was prepared. Lakini nilikuwa nimejiandaa. That it is time. Kwamba wakati wangu. For what God has said about me to come to pass. Kwa kile Mungu amesema kunihusu kiweze kutimia. I went. Nikaenda. And that program. Na ule lile somo. Became a foundation. Ikawa ndio msingi. My traveling ministry. Waweza kwangu kuenda kilima. Anytime God has a plan for you. Kila wakati Mungu ako na mpango wako. You have to move by faith. Lazima uende na uende kwa imani. Not by sight. Sio kwa kile ambacho unaona. Number 2. Nambari ya pili. Walk in the supernatural. Enda katika hali ya Mungu. Walk in the supernatural. Kutembea katika hali ya kiungu. Because the supernatural rules the natural. Sababu kiungu huwa unatumia mambo ambayo ni asili. Nothing ever happens in this world. Hakuna kitu kinatendeka katika ulimwengu huu without first occurred in the supernatural. kama haijatendeka katika ulimwengu wa kiroho. Oh, you think this coronavirus is just a disease? Unafikiria hii coronavirus ni ugonjwa tu? Demonic powers that control the world. Nguvu ambazo ni za kipepo ambazo zinaweza kuongoza ulimwengu. Projected it before it happened. Ilipanga na kuiona kabla itafanyika. And they know the effect of it. Na wanajua madhara yake. Now people are seeking for solution. Sasa watu wanatafuta suluhisho. You are even saying that drinking alcohol Wanataka kunywa pombe will save you from getting the virus. itakuokoa toka kwa kupata ile ugonjwa. And 2 days ago, Na siku mbili zimepita. 100 and something people died because they overdrank alcohol and it was contained poison. Watu zaidi ya 100 kwa sababu walikunywa pombe mingi na ilikuwa na sumu. But if you are so better operating the supernatural, Lakini kama unatenda kazi na Mungu, nothing in the natural katika ulimwengu wa asili, will overcome you. utashinda. You hear me? Hakuna kitu katika asili ambacho kitakushinda. Yesu alikuwa mwanadamu kama wewe na mimi. The man walked like the way you walk. He didn't use 4 legs, he used 2 legs like mine. Alikuwa anatembea na miguu miwili kama sisi. And he eats like the way I eat. Alikuwa anakula kama Oh, vile or you think that Jesus never ate when he came on earth? Ama unafikiria Yesu hakuwa anakula chochote? The man ate. He ate. Alikuwa anakula sana. Even if you didn't see it, remember the Lord's Supper. Hata kama haukuiona, kumbuka ile Lord's Supper. It was not a party, but it was food. Ilikuwa hapa lakini ilikuwa ni chakula. So this man, Huyu mtu that's everything the man does. alifanya kila kitu ambacho mwanadamu anafanya. He did many things men could not do. Lakini alifanya ndio mambo ambayo wanadamu hawezi fanya. He saw Peter. Akaona The Petero. man was frustrated. Alikuwa amevunjika moyo. He has laid a net the whole night. Ameweka nyavu usiku mzima. Never catch a single fish. Hakuwa mzapata hata This samaki man moja. comes in. Anakuja. Lay the nets. Anasema weka nyavu. The man suspected. He said, who is this man? Akasema na huyu ni nani? He is a very experienced fisherman. Ninajua kukuvua sana. And he said, okay, by your word, I'll do it. Akasema sababu umesema He nitafanya. laid the net. Akaweza kuweka zile nyavu. And he caught the fish he has never caught before. Na akashika samaki ambao hakuwahi shika tena. The man spoke to him. Na yule mtu akamwambia, From today, toka leo
Kachukua Biblia, nikinenda kwa bibi, nikitembea, nikafika mahali, nikaona mbwa alikuwa anabweka. Mbwa alikuwa na kama rangi ya brown. Nilipokuwa nakaribia, ikakuwa nyeusi. Ningeogopa na nitoroke. Huo ungekuwa mwisho wangu. Nikaendelea kuomba na Biblia. Ni kama sijaona chochote. Nikapita kando yake. Nikamaliza maombi yangu. Nikaenda kulala. Ile wakati Mungu akaninenea kwamba zile ngome za mahali hapo zile nyanyasa zinatenda kazi na roho ya mbwa ambao zinatoa sauti na kuweza kufukuza watu kutoka kanisani. Kwa hiyo makanisa mahali pale haziwezi endelea. Lazima utembee katika Mungu. Haleluya. Jambo la mwisho, lazima uwe nayo kuelewa kutembelea kwako kwa kiungu. Ni kujua kuweza kutambua roho. Kuweza kutambua ni kipawa ambacho ni cha nguvu ambayo kila Mkristo lazima upate. Ukampopa mchungaji katika Biblia alikuwa anaenda kuhubiri mahali. Ukienda mahali usikule chapati. Hazikuwa chapati wakati. Usikule. Utengene katika mji. Mungu akamtumia kwa njia kubwa. Ule mtume mwingine anakuja. Mungu amenenelea. Lazima ule kitu. Lazima ule kitu. Nisikize. Huyu mtu amesikia vizuri kutoka kwa Mungu. Usikule. Lakini hajajua kwamba shetani amemkaribia. Unafikiria shetani anatumia wachungaji? Hata Petro alimtumia. Judas pia akamtumia. Hao walikuwa watu waliokuwa karibu sana na Yesu. Mwishowe, yule nabii mchanga akaweza kufa. Sababu hakuwa na kule kutambua. Ukiwa kama Mkristo usiingie tu kwa chochote kile. Usikubali zawadi yoyote ile. 2011 nilikuwa natembea mahali. Mungu akaninenea. He's one of my people in London. Call that woman. Wewe uitane mwanamke. And tell her. Na umwambie. Somebody has brought a clothing to the daughter. Mtu ameletea msichana wako nguo. Tell her never to put the clothing on the daughter. Mwambie asivalishe hiyo nguo. When the daughter died. Sababu binti yako atakufa. Nikamwita. Immediately. He said, Pastor Steve, the woman just left my house. Akasema tu unajua tu mwanamke ameingia kwa nyumba yangu. And the woman is so beautiful that I said I will put it on the child Sunday for the church. Na nguo ilikuwa mzuri mpaka akasema kwamba ataivaa Sunday iliyofuata kanisani. I said, go throw it away. Nikamwambia nenda uitupe. Or give it to another person. Ama upe mtu mwingine. She did it exactly as I said. Akafanya vile nilimwambia. On Sunday when he saw this woman, Jumapili alipoona yule mwanamke. as if they were, what is it, Evander Holyfield and Mike Tyson. Ni kama alikuwa As if they had boxing. ni kama walikuwa wanapigana. The woman never looked at the face of that my auntie. Ni kama walikuwa wamekosana, hakuweza kumwangalia kwa macho. Decided not to talk to her again. Na akaamua hata wewe kuongelesha tena. She saw it. Akamuona. That the trap is set for the woman. Ule mtego ambao alikuwa amemwekea. God has exposed it. Akajua kwamba Mungu ameweza kuondoa. Child of God. Wewe ni mtoto wa Mungu. This gift na uko na hiki kipawa to be saved. Tambua. You always understand the timing of visitation. Daima utajua wakati wako wa kutembelewa. Hallelujah. Hallelujah. May God bless you. Mungu awabariki. And may God keep you. Na Mungu awahifadhi. This year, Mwaka huu, this dangerous time we are in, katika wakati hizi ambazo
tunahitaji kuomba. We need to pray. Tunahitaji kuomba. And prayer for you. Lakini ombi langu kweli It's for God to help you. ni Mungu akusaidie Understand. kuelewa Divine visitation. wakati wako wa kutembelewa na Mungu. It is a book which I spoke from. Ni kitabu ambacho nimenena kutoka By kwake. the grace of God, I've written 12 books. Kwa neema ya Mungu nimeandika vitabu 12. Some of them translated into French. Zingine nimeweza kuelezea na Kifaransa. This book is not written by me. Lakini hiki kitabu sio changu. It's a friend of mine Ni rafiki wangu who wrote that book. ambaye ameandika hiki kitabu. 2018, I launched it in Ghana for him. Na 2018 nikaweza kuitanguliza pale Ghana kwa niaba yake. The book is so deep. Hiki kitabu kiko na ufunuo As mkubwa. I'm talking to you, I'm speaking in Uganda this year. Kama ninaongea ninaweza kuhubiri pale Uganda mwaka huu. I want to speak on this topic Nataka kuelezea mambo haya because many people are not prepared. sababu watu wengi hawajajiandaa. We're talking about the coming of Jesus Christ. Tunaongea kuhusu kuja kwa Yesu Kristo. Are you ready, prepared to meet him? Umejiandaa kukutana na yeye? Yes. Are you prepared to meet him? Umejiandaa kukutana naye? Or you just sit in the church and he comes, take people away and leave you behind? Ama utakaa tu kanisani aje anyakue kanisa ubaki? You must prepare. Lazima ujiandae. You must prepare. Lazima When ujiandae. the time comes for you to be a leader, Wakati ukifika kwamba uwe kiongozi, and if you are not prepared, kama hutajiandaa, hautaweza kufika kileleni cha ule uongozi. I read a story about Kenya some time ago. Nikasoma hadithi kuhusu Kenya miaka imepita. About your president who passed on like 3 weeks ago. Kuhusu rais wetu ambaye alikuwa kama juma kadhaa zimepita. And this current president, Na rais ambaye alipo sahi called him and said, "Sir, akamwambia bwana, you must be careful. lazima uwe mwangalifu. One day become a leader Siku moja utakuwa kiongozi of this nation. wa nchi hii. Prepare yourself." Jiandae. And through that man, Na kupitia yule mtu, this man is not a president. huyu mtu akafanyika rais. Ask yourself, Na akaweza if you was not prepared, kama hakujiandaa, if you don't listen to this man, kama hakumsikiza huyu mzee, he become a president, je, angekuwa rais? you must always prepare. Lazima ujiandae. God bless you. Bwana awabariki And God keep you. na Mungu awahifadhi In the name of Jesus. katika jina la Yesu. I have a book with me. Niko na kitabu na mimi pamoja nami. If you want some, talk to me. Ukitaka anza kuongea na mimi. Let me see for Bishop. You will get something to read. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Yes, prepare yourself for divine visitation. Jiandae kwa kutembelewa kwa kiungu. Amen. Amen. We thank God for the word of God this afternoon. Tunashukuru Bwana kwa neno lake adhuhuri ya leo. And we want to go to prayers now. Nataka kuingia kwa maombi sasa. You know what we do. Unajua kile huwa tunafanya. We use our shelves as our altars. Huwa tunatumia viti vyetu kama madhabahu. We make your shell, you go, you kneel down and you pray. Unaenda unapiga magoti na kuomba. And you begin to talk to God. Na unaanza kuongea na Mungu. Now, as we go to the next level of prayers today, Tunapoenda katika kiwango kingine cha maombi siku ya leo, first of all, we are going to thank God for God's visitation during our anniversary. tutashukuru Mungu sababu ya kututembelea wakati wa anniversary. Because surely God has visited us. Hakika Mungu alitutembelea. He has connected us. Ameweza kutuunganisha We have been able to go to the higher heights na tumeweza kufika viwango za juu through Cheni TV kupitia Cheni TV and through also our friends. na kupitia marafiki wetu. We are going to thank God because of the way He has blessed us. Na tukumbuka sababu ya vile We ametubariki. didn't have time to thank God for the bus He has given us. Hatukuweza kushukuru Mungu sababu ya basi ambayo Mungu ametupatia. Because as we Thursday we did not have time to pray Sababu dazi hatukupata wakati wa kuomba. because we were very busy extending this tent. Sababu tulikuwa na shughuli za kujenga hema We hii. are going to thank God for the bus, Tunashukuru Mungu sababu ya basi also for the extension of this tent. na pia kuweza kutuwezesha kuweza kupanua hema Just hii. in the hand of God. Imegharimu mkono wa Mungu. There's nobody who can say we have anything for Him. Hakuna mtu anayesimama sema ni kwa sababu yake. We didn't borrow money for this tent. Hatukukopa pesa kwa sababu ya hema hii. God has provided, Mungu ameweza kutupatia and we are going further. na tunaenda mbali. Though it's not yet finished, Hata kama bado haijamalizika, there's a lot of work to be done, kuna kazi ambayo bado inafanyika. but that far God has done it. Lakini umbali huu Mungu ametenda. So after that prayer of thanksgiving, Nataka tuombe kuhusu shukrani. remember we are going to pray for our Archbishop and his family. Alafu tutaombea Archbishop wetu na familia yake. Also pray for his deputy Bishop Paul Mutua. Na tuweze kuombea mpaka
Mutua also with his family. na familia yake pia. Also we pray for all our bishops. Tutaombea maaskofu wetu wote. We pray for all our reverends and pastors. Tutaombea mareverend wote na We are wachungaji. going to pray down to our deacons. Na tutaombea mpaka wazee wa kanisa. And lastly to our honorable members. Na pia washirika wetu ambao ni washirika wetu. Those even they are not even known. Ambao hata hawajulikani. Nobody knows them. Hakuna mtu ambaye But they anawajua. have stood with this ministry Lakini wamesimama na huduma hii. since 1974 Kuanzia 1974 up to 2020. mpaka 2020. Redeemed and stood because of those honorable members. Nimesimama sababu ya wale washirika waheshimiwa. Through their prayers, Kupitia maombi yao. contribution, Kupitia kutoa kwao. in terms of tithes, Na hata fungu. offerings, Sadaka. and other offerings. Special. Na matoleo mengine. We want to pray for that lineage. Tutaweza kuwaombea. And then after that, Na baada ya we hiyo are going to pray for our service on Sunday. tutaombea ibada yetu ya As we Jumapili. pray for our service on Sunday, Tunapoombea ibada yetu ya Jumapili, remember we pray for our praise and worship team. tutaombea waimbaji. They are part of our pastoral team here. Ni sehemu yetu ya uchungaji hapa. Pray for them Tutawaombea. so that God will continue to use them. Mungu aendelee kuwatumia. Last Sunday it was wow. Jumapili ilikuwa ya ajabu. And everybody is saying wow. Na kila mtu alisema ni ya Let's ajabu. say amen. Tukisema Let's amen. continue raising them up. Wacha tuendelee kuwainua mbele za Mungu. Because when we are uplifted, Sababu wakati ambapo tumeinuliwa, we become a very soft target of the devil. tunakuwa kwa kwamba sisi ni lengo la We shetani. become a soft target. Na tunaweza kuwa ni So lengo. we pray that God shall continue to shield them Mungu aweze tuombe Mungu aweze kuwalinda by His grace and favor. na neema yake na kibali. We say amen. Tuseme Also amen. to pray for everybody who stands on this altar. Tuombee kila mhudumu ambaye atasimama katika madhabahu haya. And God will speak through them. Kwamba Mungu ataendelea kuwapitia. And you say amen. Tuseme We pray for amen. our pastors Ombea wachungaji and wetu those people who have possessions there. na watu ambao wanatenda kazi And even kanisani. those who don't have any possession. Na hata wale ambao hawana kazi They are kanisani. very special here. Nyinyi ni watu spesheli Because hapa. without them, Maana bila wao we can't be coming here. hatuwezi kuja We hapa. come because of them. Na hatuwezi tunashukuru Mungu So sababu yao. we are going to take another 15 minutes. Nachukua dakika zingine 15, Then I'll call you back here. alafu nitawaita, Then we pray a prayer of unity, alafu tuombe ombi la pamoja holding our hands. tukishikana mikono yetu. Amen. Amen. God hears prayers. Mungu husikia maombi God answers prayers. na Mungu hujibu And maombi, we should despise holding our hands together. na tusidharau kushikana mikono yetu pamoja, Because whenever we held our hands together on the other place, sababu kwa wakati ambapo tulishikana mikono tukiwa ng'ambo we ile, were believing God for this extension. tulikuwa tunaamini Mungu kwa When undani we were huu, holding hands and believing God, na tulishikana mikono tukaamini and Mungu, God heard our cry. na Mungu akasikia kilio chetu, Not only this extension, na Mungu akatupatia. we prayed for the bus. Tuliomba basi, And one time I told you, don't pray for the bus anymore. wakati mwingine nikamwambia msiombee tena, Because God has heard our prayers. maana Mungu ametusikia. Because I saw that bus in the spiritual realm. Maana niliona katika anga ya kiroho. And they started now praying for the rolling. Sasa nikaanza kuombea roho For evangelism. ya And evangelism. God brought the rolling before the bus. Mungu akaleta roho hata kabla ya And I basi. still believed. Bado The nikaamini bus I saw ile basi will niliona still come. bado itakuja. And you say amen. Tuseme amen. Hallelujah. Hallelujah. And then finally God has blessed us. Na mwishowe Mungu We have ametupatia. all the reasons to thank God. Na tuko na kila sababu ya We have all kumshukuru. the reasons to hold hands together. Tuko na kila sababu ya kushikana And mikono. continue praying and praying and praying. Na tuendelee kuomba na We kuomba. travail until something is born. Tutaita Mungu mpaka kitu kiweze kuzaliwa. Can you say amen? Tuseme We amina. have to travail and travail and travail. Lazima tuombe na kilio tuweze kumwita Mungu. Hallelujah. And Hallelujah. you push. Na tuweze kusukuma. Push. Na tusukume. And you will see that miracle. Mpaka tuone ule muujiza. Amen. Amen. Now, pick your seat. Chukua kiti chako. Look for a place. Na angalia mahali. Kneel down. Piga magoti. And call upon the name of the Lord. Na uitie jina la Bwana. Hallelujah. Hallelujah.